very first andika engaging the power of fasting. Engaging the power of fasting. Au labda kwa Kiswahili kizuri ili kila mtu awe mahali salama ni kwamba husisha nguvu ya kufunga na kuomba ili kukufanya kumjua Bwana na kuwa hodari na kuwa mtu wa matokeo makuu. Engaging the power of prayer and fasting. Engaging the power of prayer and fasting. Husisha nguvu ya kufunga na kuomba. Au kwa lugha nyingine, husisha siri ya kufunga na kuomba. Wapendwa, there is power in prayer and fasting. Kuna nguvu katika kufunga. Kuna siri imejificha kwenye kufunga. Kuna nguvu ya ajabu. Kuna kitu kinaitwa maajabu ya kufunga. Maajabu ya kufunga. Maajabu ya mfungo. Kwa hiyo husisha nguvu ama siri ya kufunga na kuomba katika kukufanya kumjua Mungu, kuwa hodari na kuwa mtu wa matendo makuu 2026. Andiko letu la msingi Isaya 58 mstari wa 6. Isaya 58 mstari wa 6. Naomba tukimbie watu wa media, we have to go very fast. Isaya 58 mstari wa 6. Biblia inasema, je, swaumu niliyoichagua sio ya namna hii? Kufungua vifungo vya uovu, kuzilegeza kamba za nira, kuacha huru walioonewa, na kwamba mvunje kila nira. Mungu anasema, je, mfungo niliouchagua, sababu swaumu ni mfungo, sawa sawa? Mfungo niliouchagua, je, sio wa namna hii? Kwa lugha nyingine Mungu anasema mfungo unapaswa kuwa wa namna hii. Wa namna gani? Mfungo ambao utasababisha vifungo vya uovu vivunjike kwenye maisha ya mtu, vivunjike kwenye familia ya mtu, vivunjike kwenye maisha ya mtu. Asema ni mfungo ambao wa kufungua vifungo vya uovu, kuzilegeza kamba za nira, kuacha huru walionewa, na kwamba kuvunja kila nira. Mpendwa, nataka ujue kwamba kufunga ni njia iliyothibitika katika vizazi vyote kwa ajili ya kuleta utendaji na udhihirisho wa kiungu na matendo makuu katika maisha ya watu ulimwenguni. Historia inatuonyesha kwenye Biblia na historia inatuonyesha hata katika ulimwengu huu ya kwamba kufunga na kuomba ni njia iliyothibitika. Kufunga, fasting, kufunga, mfungo, kufunga ni njia iliyothibitika. Generations and generations, vizazi na vizazi, ya kwamba walitumia njia hii kwa ajili ya kuchochea utendaji na udhihirisho wa Mungu kwenye kila kona ya maisha. Na katika jina la Yesu na kutabiria huu mfungo ambao tunaanza siku ya kesho, mfungo wa siku 21, na viongozi na watendakazi na yoyote atakayependa mfungo wa siku 40, mfungo huu unaenda kuachia udhihirisho na utendaji wa Mungu kwenye maisha yako kwa namna ambayo hujaikuona, kwa jina la Yesu. I say in the name of Jesus. Kwa hiyo kufunga ni njia iliyothibitika. Is a proven method. Is a proven tool. We are not trying it. Sio kwamba sisi ni wa kwanza tunajaribu kuangalia, je, hii njia huwa inalipa? Je, hii njia ina matokeo? No, it's a proven tool. Ni njia iliyothibitika. Is a proven way. Ni njia ambayo imethibitika vizazi na vizazi, ya kwamba kuna nguvu katika kufunga na kuomba, ya kwamba there is power in
in fasting, ya kwamba kuna maajabu yamejificha kwenye kufunga na kuomba, na imetumiwa vizazi na vizazi. Imetumiwa kwenye Biblia na majenero wa Biblia, imetumiwa kwenye contemporary watumishi na watu wa Mungu wa miaka yetu, na wamemwona Bwana kupitia kufunga na kuomba. Kama walimuona Bwana, tutamuona Bwana in the name of Jesus. Kwa haraka nikupe mifano ya watu waliofunga na wakapata matokeo makuu yasiyo ya kawaida. Watu waliofunga wakaishia kuwa hodari na watu wa matokeo makuu na wakamjua Bwana. Namba moja ni Musa. Tunaona kwamba utukufu wa Mungu ulimfunika Musa kupita kawaida, na ilikuwa ni kwa njia ya kufunga na kuomba. Tunaona kwamba Musa, utukufu wa Mungu, I'm telling you, Moses alikuwa anabeba the glory of God. Alikuwa ni carrier, alikuwa ni mbeba utukufu wa Mungu, to the point hata Biblia inasema kumwangalia usoni ilikuwa ni ngumu kwa namna anavyong'aa with that glory of God. Lakini nini kilifungulia ule utukufu juu ya maisha yake? The power of fasting. Hallelujah. Na hilo unaweza kaliona. Nimekuambia utukufu, tunaangalia Musa, utukufu wa Mungu ulifunika kupitia kufunga mpaka watu wakashindwa kumwangalia kwa sababu ya mng'ao wa uso wake. Tunaliona kwenye kitabu cha Kutoka 34 mstari wa 28 hadi 30. Kutoka 34 mstari wa 28 hadi 30. Naye alikuwa huko pamoja na Bwana siku 40 na masiku yake, hakula chakula wala hakunywa maji. Maana yake 40 days, maana yake siku 40 Moses alikuwa mlimani na Bwana akiwa amefunga. Biblia inasema alikuwa amefunga, hali chakula wala hanywi maji. Matokeo yake ni nini? Mstari unafuata, hata ikawa Musa aliposhuka katika mlima Sinai. Hapo aliposhuka katika mlima, Musa hakujua ya kuwa ngozi ya uso wake iling'aa, kwa sababu amesema naye. Basi Haruni na wana wote wa Israeli walipomwona Musa, tazama, ngozi ya uso wake iling'aa, nao wakaogopa kumkaribia. The explosion of glory of God, mlipuko wa utukufu wa Mungu ulilipuka kwenye maisha ya Musa kwa ajili ya kufunga na kuomba. Mfungo huu utakapomaliza, naona mlipuko wa utukufu wa Bwana unafunika maisha yako, unafunika familia yako, unafunika watoto wako, unafunika ndoa yako, unafunika kazi zako. Sema amen. Unaona Biblia inatuonyesha kuwa Musa alifunga siku 40 yuko mbele za Bwana, na kilichotokea ni utukufu wa Mungu usiokuwa wa kawaida ulikalia maisha yake kiasi kwamba uso wake uling'aa kwa utukufu. Mpendwa, utukufu wa Mungu hauwezi kukukalia kiasi hicho na maisha yako yakabaki kama yalivyokuwa, au maisha yako yakabaki kawaida. Na tabiri kwako, baada ya mfungo wa mwaka huu, utukufu wa Bwana utakukalia katika kila kona ya maisha yako kwa jina la Yesu. Mtu wa pili, Elia. Mfano wa pili, Elia. Tunaangalia kwenye kitabu cha Wafalme wa kwanza 19 mstari wa 8. Biblia inasema akaenda kwa nguvu ya chakula hicho siku 40. Mstari wa Wafalme wa kwanza 19 mstari wa 8. Akaenda, Biblia inasema akainuka akala akanywa, akaenda kwa nguvu za chakula hicho siku 40 mchana na usiku, hata akafikia mlima wa Mungu. Unajua kwamba alikula chakula kimoja, baada hapo akula chakula kingine for 40 days. What does it mean? Maana yake Mungu alichagua kumpeleka kwenye fasting. Mungu alimpitisha kwenye fasting. Mungu alimpitisha kwenye mfungo wa siku 40. Na nini kichotokea? Huu ni mfano tu wa Elia katika kufunga, lakini Elia alikuwa ni mtu wa kufunga na kuomba. Elia alikuwa ni mtu wa kufunga na kuomba. Na ni nini kichotokea? Kitokea kwamba Elia akawa sio mtu wa mchezo. Alikuwa ni mbeba moto wa Bwana. Alikuwa ni mbeba nguvu za Bwana. Alikuwa ni mtu wa matendo na matokeo makuu kwenye maisha yake. Unajua historia ya Elia, the way ilivyokuwa tough. Elia alikuwa anaitwa the prophet of fire, nabii wa moto. Ukileta mchezo naye ameachilia moto, kwa sababu alikuwa amebeba moto.
amebeba moto wa Bwana, alikuwa amebeba nguvu za Bwana. Eliya anafikia mpaka level anasema, kwa neno langu mvua isinyeshe, na kwa neno langu mimi ndo nitakayeamuru mvua inyeshe. Lakini nenda kaangalia maisha huyo mtu, kufunga na kuomba. Mpendwa, huwezi kuwa mbeba moto wa Bwana, huwezi kuwa mbeba nguvu za Bwana kama sio mtu wa kuhusisha siri ya kufunga na kuomba. Hii ni Januari, ndo tunaanza safari. Hii ni Januari, ndege yetu ndio pilot ameipasha moto. Tunataka kuanza kupaa. Tunapaa kwa gia ya kufunga na kuomba. Mfano wa tatu ni Esther. Esther alivunja na kuharibu na kugeuza hila, mitego na vita ya adui kinyume chake na kinyume cha watu wa jamii yake kwa nguvu ya kufunga na kuomba. Let me repeat this. Esther alivunja, kuharibu na kugeuza hila na mitego na vita ya adui kinyume chake na kinyume cha jamii yake kwa nguvu ya kufunga na kuomba. Hata sheria za uovu zilizokuwa zimewekwa kinyume chake zilisambaratishwa by the power of fasting. Na hilo tunaliona kwenye kitabu cha Esther 4:16. Biblia inasema, uende ukawakusanye Wayahudi wote walio hapa Shushani, mkafunge kwa ajili yangu, msile wala kunywa kwa muda wa siku 3, usiku wala mchana. Nami na wajakazi wangu tutafunga vile vile, kisha nitaingia kwa mfalme kinyume cha sheria, kama nikiangamia na niangamie. Mnajua hii habari ambapo Haman alikuwa ameweka mpango wa uovu kinyume cha Esther, lakini kinyume cha jamii ya Wayahudi, ya kwamba akatengeneza figisu, akatengeneza hila ya kwamba Esther uwawe, familia yake uwawe, jamii yote ya Wayahudi iwawe pale kwa mfalme Ahasuero. Esther akadaka zile habari kupitia mjomba wake. Esther akasema hivi, nendeni mkaambie Wayahudi wafunge siku 3, usiku na mchana, na mimi pamoja na wasaidizi wangu na sisi tutafunga siku 3. Alafu baada hizo siku 3 nitachukua hatua. Mpendwa, usichukua hatua kabla kufunga na kuomba. Usikubali kuanza mwaka kabla kufunga na kuomba. Hakikisha unaanza na Bwana. Biblia inasema hapo mwanzo Mungu aliziumba. Maana yake mwanzo lazima awepo Mungu. Hapo mwanzo Mungu. Mwanzo lazima kuwe na nani? Mungu. Esther akaamua kuanza na Mungu. Na mnajua kilichotokea ni kwamba baada ule mfungo, ghafla hila za adui zikaharibiwa. Hila za yule aliyokuwa amepanga mabaya juu ya Wayahudi zikaharibiwa. Na Mungu akageuza mtego ule, mti ule, maangamizo yale aliyokuwa amepanga kwa ajili ya Esther na Wayahudi, maangamizo hayo akamrudia mwenyewe. Ndivyo itakavyotokea kwako katika jina la Yesu. Wale waliokuchimbia shimo watadumbukia wenyewe. Wale waliochimbia shimo watoto wako watadumbukia wenyewe. Wale waliopanga kufukuzwa kazi, wao ndo watafukuzwa. Wale waliopanga uharibikiwe, wao ndo wataharibikiwa by the power of prayer and fasting. Mfano wa 4 ni watu wa Ninawi, na unaipata kwenye kitabu cha Yona 3:6-10. Kitabu cha Yona 3:6-10. Watu wa Ninawi walikuwa wanakabiliwa na hukumu na maangamizo makali na mabaya juu ya nchi yao nzima. Watu wa Ninawi walikuwa wanakabiliwa na hukumu na maangamizo makali na mabaya juu yao na nchi yao nzima. Waliposikia kusudio hilo, ya kwamba Mungu amekusudia kuwahukumu, kusudia kuiangamiza nchi na kuangamiza hata wao, Biblia inasema mfalme wa nchi
akatangaza mfungo wa nchi nzima kumlilia Mungu. Huu ndio mfungo wa ajabu kwenye Biblia, mpaka kuku walifunga. Sababu mfalme alisema kwamba huu ni mfungo wa nchi nzima, kuanzia kwa mnyama mpaka mwanadamu. Maana yake hata ng'ombe hakuruhusiwa kupewa majani siku hiyo, hata kuku hakuruhusiwa kupewa chakula siku hiyo. Mfalme amesema ni kufunga mpaka sisimizi. I'm telling you. Hata panya kwa mna chakula kinachoanguka. Everyone in fasting. Paka wadudu in fasting. Paka panya in fasting. Paka wanadamu in fasting. Ng'ombe no msosi. Nini? Tumefasti, tunamtafuta Bwana. Hallelujah. Hallelujah. Na you know what? Ni nini kilichotokea baada mfungo ule? Hasira ya Bwana iligeuzwa. Hasira ya Bwana iligeuzwa. Hukumu iliondolewa. Maangamizo yaliyokuwa yamelengwa juu ya nchi ile yaliondolewa. Maangamizo yaliyokuwa yamelengwa juu ya watu yaliondolewa. Tuyaone hiyo kwenye Yona 3:6-10. Naye akapiga mbiu, huyu ni mfalme, naye akapiga mbiu akatangaza habari katika mji wa Ninawi kwa amri ya mfalme na wakuu wake kusema, mwanadamu asionje kitu, wala mnyama, wala makundi ya ng'ombe, wala makundi ya kondoo wasile, wala wasinywe maji, bali wafunikwe nguo za magunia. Mwanadamu na mnyama pia nao wakamlilie Mungu kwa nguvu, naam wageuke, kila mtu akaache njia yake mbaya na udhalimu ulio mikono mwake. Ni nani ajuaye kwamba Mungu hatageuka na kugairi na kuiacha hasira yake kali ili msiangamizwe? Biblia inasema Mungu akaona matendo yao. I love that. Mungu akaona, these people wamekuwa serious, mpaka mbwa hakuna kula. Mungu asema nimeirisha. Sikiliza, kufunga kuna avert. Kufunga kunafutilia mbali maangamizo na hukumu zilizokuwa zimepangwa juu yako, zinafutiliwa by the power of fasting. Hata adui kuna hukumu amepitisha. Kuna hukumu adui amepitisha. Mwezi fulani afe, ni hukumu imetolewa. Au kuna hukumu inafanya kazi kwenye familia. Unajua kuna familia zingine ziko chini ya hukumu, asifike umri wa miaka hii. Ukifika umri wa miaka hii unakufa. Au hii familia wasikae wakaolewa. Au hii familia wasikae wakawa na ndoa nzuri. Hiyo ni hukumu imepita kwenye familia. Umezaliwa kwenye familia, haujui kwamba kuna hukumu inafanya kazi kwenye familia. Habari njema ni kwamba sijali ni hukumu gani ambayo iko kwenye hiyo familia, huu mfungo tunaenda kufanya unaenda kuvunja hiyo hukumu, unaenda kufuta hiyo maangamizo katika jina la Yesu Kristo. Piga kelele amen. Sikiliza, kama kufunga na kuomba kuliweza kuondoa hukumu ya Mungu, what about hukumu ya shetani? Ni rahisi zaidi. Kama kufunga na kuomba kuliweza kufanya kubadilisha hukumu ya Mungu mwenyewe, ni vipi kuhusu ya shetani? Hiyo ni asubuhi tu imeondoka. Mimi sijui mpendo unapambana na nini, na nakuomba katika jina la Yesu usifanye mchezo na maisha yako. Haya ni maisha yako. Mungu akukupa 2026 uje uhesabu birthday. Mungu amekupa 2026 uje upige hatua za kiroho, za kimwili, za kimaisha, za kiuchumi, za kielimu na kila kona. Usikubali kuendea kawaida. Lazima uhakikishe unauendea kwa nguvu kubwa. Lazima uhakikishe unauendea kwa nguvu kubwa. Lazima uwape ama zangu ama zao chochote kilichopanga kunizuia, katika jina la Yesu, ama zako ama zangu, sitakula, sitakunywa mpaka kieleweke. Na ninaona kinaeleweka in the name of Jesus. Nimpenda mfalme Ninawi. Na huyu mfalme, he was not saved. Alikuwa hajaokoka. Lakini alivyosikia Yona amehubiri, akasema mtakufa wote, kenge nyie. Sababu Yona alikuwa na hasira nao, usisahau. Usisahau. Nilivyosema kenge nyie, unaweza akasema pastor yu umeongeza. Ni kweli haijaandikwa, lakini nimekusaidia kukuonyesha moyo wa Yona. Yona alikuwa na hasira nao. Ndio maana Mungu alipomtuma Ninawi, Yona alikula kona. Hakutaka wasamehewe. Mungu asema nikawaambie tena wasamehewe, wapige hao. Kwa sababu Ninawi ni mji mkuu wa Ashuru. Ashuru ndio waliokuja kuiteka Israeli ya kaskazini. Wakawateka.
Ashuru walikuwa wanakula mpaka nyama za watu, wanawachana matumbo ya wamama wajawazito, wanaangalia na mtoto alivyo, wanakula na nyama. Ashuru ndio iliwahamisha Israeli ya kaskazini, yale makabila 10, ikawatawanya duniani, alafu wakawa wamechanganyikana makabila mengine, wakaanza kuonekana kama najisi. Kama hujanielewa, mji mkuu wa Ashuru kipindi hicho, kwa mji mkuu wa Israeli ya kaskazini ulikuwa unaitwa Samaria. Ndio maana siku moja Yesu akaja, akakaa kwenye kisima, akaja mwanamke Msamaria. Ukisikia mwanamke Msamaria usije ukafikiri labda ni mwanamke mtenda mema. Anatoka Samaria. Samaria ni makabila 10 ya Israeli ya kaskazini. Israeli iligawanyika vipande viwili, Israeli ya kusini na ya kaskazini. Ya kaskazini makabila 10, ya kusini makabila mawili, ambayo ya kusini kuwa kuna Yuda na Benjamin. Mji wao mkuu ukaitwa Yerusalem. Ya kaskazini ikaitwa Israeli, mji wao mkuu ukaitwa Samaria. Kwa hiyo Ashuru waliivamia Samaria, wakawachukua Wanaisraeli wa kule Samaria makabila 10, wakawatawanya, wakaanza kuzaa na watu wengine. Alafu ikatokea Israeli ya kusini ikawakataa ndugu zao, ikasema hawa ni najis. Ndio maana walikuwa wachanganyani hata kwenye kuabudu, walikuwa haruhusiwi kuja hekaluni. Yesu alipozaliwa amekaa kisimani, mwanamke Msamaria anataka kuchota maji. Yesu anamwambia nipe maji. Sikiliza kauli yule mama, akamwambia wewe ni Myahudi, mimi ni Msamaria, na sisi hatuchangamani, inakuwaje uniombe maji? Wangapi mpata picha kidogo? Wangapi mpata picha kidogo? Yesu akamwambia saa imefika, na saa ndio hii, wamwabuduo Mungu halisi. Hawatamwabudu kule au mlimani au kwenye kalu, watamwabudu katika roho na kweli. Maana yake mimi nakuja kuvunja kiambaza kati ya Israeli ya kusini na Israeli ya kaskazini, ya kwamba wote mtatakaswa kwa damu ya Yesu Kristo, na wote mtamwabudu Mungu katika kweli. Sema amina. Sema amina. Sasa kilichosababisha mpaka Israeli ya kaskazini kuchanganyikiwa ni Waashuru walipoivamia. Na Yona alikuwa ni nabii wa Israeli ya kaskazini, kwa hiyo anajua kitu Waashuru alichowafanyia. Alafu Mungu ni wa ajabu, anamwambia Yona, nakutuma uende Ninawi, wana dhambi kubwa sana wale watu, nitawaangamiza, nenda kuwahubiria watubu. Yona akasema nini? Watu waliotufanyia yote haya? Akala kona. Watu wanaanza sema yani Yona sio mtii. Wewe sikiliza, ujui mambo ya utumishi yaache. Kilichomkimbiza Yona ni uchungu, anatamani wapigwe, eti Mungu asema akawahubirie. Wangapi wameelewa kwa nini Yona alikimbia? Baadaye Yona akalazimishwa, akaletwa na mdomo wa samaki. Alipofika pale, Biblia inasema alihubiri, lakini alipohubiri alienda kaa chini ya mti. Sijui hata kama alihubiri yote akamaliza. Mtakufa nyie waovu, na Mungu amekasirika. Biblia inasema kaenda kaa chini ya mti. Kwa nini amekaa chini ya mti? Anasubiria Mungu awapige. Mfalme aliposikia mtakufa nyie, akatangaza mbiu ya kufunga na kuomba. Akasema kwenye hii nchi yangu asile mwanadamu, ng'ombe asile, mbuzi asile, wote tuombe. Sijui mbu alikuwa anaombaje, lakini mfalme asema mpaka panya aingie kwenye maombi. Na hasira ya Bwana ikageuka. Ule mji ambao kwa uangamizwe ukatunzwa kuwa hai. Wale watu walikuwa angamizwe wakatunza kuwa hai. Kama mfungo ulibadilisha hasira ya Bwana, mfungo unaweza kuharibu kila hukumu ya shetani, kila hila ya shetani, kila mpango wa shetani. Sema amina. So, na kwa haraka tena tuone mfano wa mwisho. Mfano wa mwisho ni Mtume Paulo. Mtume Paulo alikuwa apostle fasting. He was apostle fasting. Mtume Paulo alikuwa ni mtume wa kufunga. Utaona kwenye kitabu cha Wakorinto 11 wa kwanza 11:27. Korinto wa kwanza 11:27. Paulo anajielezea, anasema katika taabu na masumbufu, katika kukesha mara nyingi, katika njaa na kiu ile inayofuata kwa sauti, katika kufunga mara nyingi,
katika baridi na kuwa katika uchi. Paulo alikuwa anaeleza maisha yake. Anasema nimepita mambo mengi. Nimepita katika njaa na kiu. Nimepita katika masumbufu na mateso. Lakini anasema nimepita katika kufunga mara nyingi. Paulo alikuwa afungi mara moja. Hata kuhesabu ilikuwa haiwezekani kuhesabu. Anasema ikija swala la kufunga, nilifunga mara nyingi. Anasema katika, you people, mko wapi? Nimesema Wakorintho wa kwanza 11:27. Wakorintho wa kwanza 11:27. Anasema Paulo anaelezea maisha yake. Amepita katika mambo mengi, katika taabu na masumbufu, katika kukesha mara nyingi, katika njaa na kiu. Alafu neno nalotaka pale anasema katika kufunga mara nyingi. Katika kufunga mara nyingi. Ni Wakorintho wa pili, samani. Pole, naona iko reflect. Wakorintho wa pili. Katika kufunga mara nyingi. Katika kufunga mara nyingi. Katika taabu, katika masumbufu, katika kukesha mara nyingi, katika njaa, katika kiu. Asema katika kufunga mara nyingi. So Paul was a fasting machine. Paulo alikuwa ni mtambo wa kufunga. Anasema when it comes to fasting, inapokuja swala kufunga, nimefunga mara nyingi. Na kuombea kwa Bwana kwa jina la Yesu, unaenda kwenye level ya kwamba na wewe utakuwa ni mtu wa kufunga mara nyingi. Sema kufunga mara nyingi. Hallelujah. Na mwisho wake ilifanyaje? Ilifanya Paul kuwa mtu hatari. Paul was a very dangerous person. Paul nyoka anajizungusha. Mpaka watu wanasema kweli huyu mtu ni mhalifu. Maji yamemkosa kumuua, sasa ona nyoka anamng'ata. Paul nyoka amejizungusha. Na Biblia inasema alikuwa ni nyoka mwenye sumu. Akikung'ata mara moja unatokezea mochwani. Biblia inasema Paul alimkunguta, utafikia na kunguta koni. Utafikiri ni ice cream. Bam. Listen, amebeba power. Amebeba neema. Amebeba msaada wa Mungu. Why? Katika kufunga mara nyingi. Biblia inasema akamkungutia kwenye moto. Pap. Alipomkungutia kwenye moto, Biblia inasema watu wa nchi ile wakasema huyu sio mtu, huyu ni Mungu. Kwa sababu hakuna ambaye anakutana na nyoka huyu akawa hai. Huyu amebaki hai. Huyu si mwanadamu. Huyu atakuwa ni Mungu. Huyu sio mtu akaida, huyu ni Mungu. Paulo akamwambia mimi sio Mungu, amwemani, lakini nimebeba neema ya Bwana. Ninaona hiyo neema inakuwa juu yako mwaka huu. Nasema naona hizo nguvu zinakuwa juu yako mwaka huu. Paulo ni mmoja wa wanadamu amekaa kwenye maji muda mrefu. Kwa sababu meli imevunjikia. Watu wote wakajua watu wamekufa, lakini Paul was high. Paul alikuwa hai. Why? Paul anarushwa. Paul amekutana na kila aina ya vurugu, lakini neema kubwa ya Mungu ilikuwa juu ya Paul. Paul alikuwa ni mtume wa kufunga sana, aliyemjua Mungu kwa namna isiyokuwa ya kawaida, kiasi kwamba aliandika 1/3 ya nyaraka zote za Agano Jipya. 1/3 ya vitabu vyote vya nyaraka vile vya Agano Jipya Paul aliandika mwenyewe. Sasa ilikuwaje hiyo neema? Biblia inasema nilikuwa ni mtu wa kufunga mara nyingi. Wa kufunga mara nyingi. Wa kufunga mara nyingi. Wapendwa, welcome on board. Welcome on board. Karibu kwenye siri ya kufunga na kuomba. Siri inayoinua watu wakuu. Siri inayoinua mashujaa. Siri inayoinua watu wa kumjua Bwana. Siri inayoinua watu hodari. Siri au jukwaa la kuzalisha matendo makuu. Welcome on board kwenye secret of prayer and fasting. Sema amina. Sema amina. Kwa haraka. Kufunga ni nini? What is fasting? What is fasting? Kufunga ni kujiepusha na kujiondoa katika chakula na starehe mbalimbali kwa muda fulani kwa lengo la kutafuta uso wa Mungu.
Let me repeat this. Kufunga ni kujiepusha au kujiondoa katika chakula. Msiniletee mifungo ya kizungu hapa. Nasema pastor, unajua hii kufunga unafunga vitu vitamu. Man, Jesus alikuwa na hardcore fasting. Sema hardcore. Unajua sasa hivi watu wamelainisha hii injili kiasi kwamba unajua mambo ya kufunga sio mpaka uache chakula. Inawezekana unapenda TV, kwa hiyo unaacha TV kidogo. Uache TV upate nguvu. Who told you? Acha huo mchezo. Mwambie mwenzio acha hayo maneno mbofu. Eti kama unapenda WhatsApp, basi unaacha WhatsApp kama mwezi hivi unapata power. Mwambie mwenzio fasting should be hardcore. Fasting should be hardcore. There is no software of fasting. There is no software of fasting. All fasting is hardwares. All fasting is hardware. Narudia, all fasting is hardware. Hakuna software fasting. Eti kwamba kuna software nikirusha hivi ninakuwa nimemaliza siku 40. No that business. Software fasting hamna. Kwa hiyo lazima ujiepushe na chakula. Yesu alijiepusha na chakula. Yeye ndo mwanzilishi na mtimilizaji wa imani yetu. Acha niambie, unajua kufunga bwana, unaweza ukanywa uji asubuhi, mchana ukala, ile usishibe sana. Kama uko unakula tumbo linakuwa hivi, litokezee kidogo. Usishibe sana. Afu usiku napo kama uko unakula wali sahani nzima, unakula nusu. Hujafunga wewe. Mfungo lazima ujiepushe na chakula. Hallelujah. Fungo wa kizungu mtu anakula mabisi anaika na juisi. You know I'm in a fasting, this is a 39 days. Nini kapiga na kitumbua. Ndio maana mapepo yanawarukia. It must be hardcore. Mwambie mwenzio lazima ujiepushe na chakula. Alafu nimesema na starehe zingine kwa muda fulani. Kwa kusudi la kuutafuta uso wa Mungu. Are you there? I love that. Kwa hiyo kufunga ni kujiepusha na kujiondoa katika chakula na starehe mbalimbali kwa muda fulani. Kwa nini nimeweka na hii starehe mbalimbali? Kama unapenda sana kuangalia tamthilia, ukiwa umefunga lazima uwekeze muda mwingi kwenye kuomba. Kwa hiyo kuna baadhi ya mambo inabidi uache upate muda wa kuomba. Kwa hiyo lazima ujiepushe na kujiondoa kwenye chakula na starehe mbalimbali kwa lengo la kutafuta uso wa Mungu. Na kwa lengo la kutafuta uso wa Mungu, au kwa lengo la uingiliaji kati wa Mungu, au kutafuta njia iliyonyooka kutoka kwa Bwana, au kutafuta msaada wa kiungu, na kutafuta udhihirisho wa kusudi na mpango wa Mungu juu ya maisha yako. Are you there? Kufunga ni nini? Kufunga ni hali ya kujinyenyekesha chini ya mkono wa Bwana, ili kuelezea kuwa wewe binafsi kwa nguvu zako hauwezi, ila unahitaji msaada wa Mungu. Kwa hiyo kufunga, fasting is an expression. Ni hali ambayo inamwelezea Mungu ya kwamba kwa nguvu zangu siwezi, nahitaji msaada wako. Kwa hiyo unanyenyekesha moyo. Umeacha na chakula. Kwa nini? Ni kwa sababu unajua siwezi mimi mwenyewe. Kwa nguvu zangu siwezi. Nahitaji kuutafuta msaada wa Bwana. That is fasting. Hiyo ni kufunga. Wangapi wananifuata mpaka hapo? Kufunga ni nini? Kufunga ni kunyenyekesha moyo wako. Tena kwa kuacha chakula na baadhi ya vitu, ili kutafuta njia
iliyonyooka kutoka kwa Bwana kwa ajili yako, kwa ajili ya watoto wako, kwa ajili ya maisha yako na kwa ajili ya hatima yako. Yote haya nimetoa kwenye kitabu cha Nyakati wa Pili 20, Nyakati wa Pili sura ya 20 mstari wa 3 hadi 17. Tutasoma pale kwenye mstari wa 3 hadi 17. Ni habari ya Yehoshafati. Biblia inasema kwamba Yehoshafati akaogopa sana, kwa sababu mataifa matano yenye nguvu kuliko yeye yalivamia nchi yake, na yeye kama mfalme alipopima nguvu ya nchi yake akagundua siwezi kukabiliana nayo. Biblia inasema kwamba Yehoshafati akaogopa, akauelekeza uso wake amtafute Bwana, akatangaza mbiu ya watu kufunga katika Yuda yote. Maombi akasema, Mungu wetu, je, hautawahukumu? Maana sisi hatuna uwezo juu ya jamii kubwa hii wanaotuijilia juu yetu, wala hatujui tufanyeje, lakini macho yetu yanakutazama wewe Bwana. Na mwisho wa siku Biblia anasema Bwana akampigania Yehoshafati, Bwana akampigania Yuda. Kufunga ni kunyenyekeza moyo. Unanyenyekeza mpaka unaacha chakula, kumwambia Mungu, siwezi bila wewe, ninahitaji msaada wako. Unauelekeza uso wako mbele za Bwana, kutafuta uso wake ili upate msaada na uwezesho wa Mungu. Utaupata mwaka 2026 katika jina la Yesu Kristo. Nimesema kufunga ni kujinyenyekesha mbele za Bwana kwa kuacha kula na kunywa, ili kutafuta uso wa Bwana, ili kutafuta njia iliyonyooka, njia iliyonyooka kwa ajili ya maisha yako. Ezra 8:21. Ezra 8:21. Let's go very fast. Ezra 8:21. Ezra 8:21. Watu wa media. Ndipo nikaamuru kufunga hapo penye mto Ahava. Kwa nini aliamuru kufunga? Ili tupate kujinyenyekeza mbele za Mungu na kutafuta kwake njia iliyonyooka kwa ajili yetu sisi wenyewe na kwa ajili ya watoto wetu na kwa ajili ya mali yetu. I love that. Biblia inasema Ezra hapa ametoka utumwani. Hiki ni kipindi Ezra ametoka utumwani, na ana timu ya watu anawaongoza kuwarudisha Yuda. Wamefika mahala wakachanganyikiwa, wakaona kama mbele hawaelewi tena, hawajui hata maisha yao yatakuwaje tena. Wametoka utumwani, hawana kitu, hawajui maisha yao yataendaje. General Ezra akatangaza mfungo katikati ya njia. Walipofika kwenye mto Ahava, akasema kila mmoja na tufunge. Kwa nini tufunge? Ni ili tupate kujinyenyekeza mbele za Mungu na tutafute kwake njia iliyonyooka kwa ajili yetu sisi wenyewe, kwa ajili ya watoto wetu, kwa ajili ya familia zetu, kwa ajili ya biashara zetu, kwa ajili ya kazi zetu, kwa ajili ya hatima zetu na maisha yetu. So kufunga ni kujinyenyekeza mbele za Mungu. Kwa kuacha kula, unajinyenyekeza mbele za Mungu, kutafuta uso wa Mungu ili upate njia iliyonyooka kwa ajili ya maisha yako ya kiroho, maisha yako ya kimwili na kila kona za kimaisha zinazokuhusu. Pigie Bwana Yesu makofi. Are you following? Kufunga sio nini? Kufunga sio nini? Yaani ukifanya mambo haya sio kufunga. Umefanya vituko tu vingine. Number 1. Am I too fast? Yes. Wangapi mnanifuata mpaka hapo? Sasa kufunga sio nini? Fasting, what fasting is not. Number 1. Fasting is not punishing yourself so that God can hear you. Fasting is not punishing yourself so that God can hear you. Kufunga sio kujiadhibu ili Mungu akusikie. Sababu wengine kufunga ni kama najiadhibu ili Mungu akusikie. Kujiadhibu kwako hakuwezi kumfanya Mungu akusikie. Kwa hiyo kufunga sio adhabu.
Mgeukie jirani yako mwambie, kufunga sio adhabu. Acha kuchukua kufunga kama adhabu. Nini? Najitesa kwa ajili ya Bwana. Unajua ukijitesa Bwana anakuwa ni yeye yule jana, leo na hata milele. Usipojitesa ni yeye yule jana, leo hata yaani wewe ukifunga umuongezi Mungu kuwa Mungu, na usipofunga umpunguzi. Wangapi wananielewa? Acha nirudie. Wewe ukifunga haufanyi Mungu kuwa Mungu zaidi, na usipofunga umfanyi Mungu kuwa mdogo. Kwa hiyo ni vizuri ukaelewa, fasting is not punishing yourself so that God may hear you. Sio kujiadhibu. Kwa nini? Kuna watu wamechukua mfungo kwa sura mbaya, na badala yake wanafunga sana na hawamuoni Bwana, sababu wamechukua mfungo kama adhabu. Wangapi amenielewa? Hatufungi kama adhabu. Tunafunga tukijua ni kanuni ya kimungu ya kuweza kumuona Mungu kwenye viwango vingine kwenye maisha yetu. Mpe Yesu makofi, glory. Namba 2, fasting is not attempting to change God. Kufunga sio jaribio la kumbadilisha Mungu ajipangilie kwenye mapenzi yako. Narudia, kufunga, fasting is not attempting to change God to align to your will. Kufunga sio jaribio la kumbadilisha Mungu ili akubaliane na mapenzi yako. Hii ni moja ya kosa wengine wanafanya. Ushachagua mchumba, Ramasha, nafunga siku 40. Baba, ni mapenzi yako niwe na huyu. Manake ulifunga kutaka kumfanya Mungu abendi akubaliane na mapenzi yako. Mungu habadilishwi na kufunga kwako. Wangapi wananielewa ninachokisema? Kwa sababu kuna watu unakuta wameshaamua maamuzi yao. Ashaamua maamuzi yao. Mimi naolewa na huyu kijana, wazazi wakatae, mchungaji akatae. Kwani mchungaji alinizaa? Alafu akitoka hapo anasukumizia hapo na ukiroho, anapiga na siku 7 za mfungo kavu. Tena yeye sio za utani, anapiga kavu, sio za masaa 24. Angalia anachoenda kuomba. Anafikiri mfungo wake unaweza ukabadilisha kusudi la Mungu, kwamba Mungu aachane na mapenzi yake, alafu Mungu ajipange kwenye mapenzi yako. Narudia tena, uwe na mtazamo sahihi kuhusu kufunga. Kufunga hatufungi ili kumbadilisha Mungu ajipangilie kwenye barabara yetu, bali huwa tunafunga ili sisi tujipangilie kwenye barabara ya Bwana. Hawaja nisikia, wangepiga makofi. Acha nirudie. Hatufungi ili Bwana ajipangilie kwenye barabara yetu, bali tunafunga ili sisi tujipangilie kwenye mapenzi na barabara ya Bwana. Ndio maana unapoenda kufunga lazima unyenyekeshe moyo. Umwambie Baba, nionyeshe njia iliyonyooka. Sio umwambie Baba, njia iliyonyooka ni hii ya Nyanembe. Sasa kama uko unajua umefunga nini? Yaani wewe uendi kumuonyesha njia, unamruhusu yeye ndo akuonyeshe njia. Wewe uendi kumpa maelekezo, unamruhusu yeye ndo akupe maelekezo. Shout hallelujah. Shout hallelujah. Ndio maana Ezra akasema tukanyenyekesha, nikaamuru kufunga ili kujinyenyekeza, tutafute kwake njia iliyonyooka. Sio wewe uje na njia yako iliyonyooka kwenye maombi. Mungu, hii biashara hii biashara. Unasikia moyoni kabisa ushasikia lakini kwa sababu umekoma nayo unaigongea siku 7 bam. Unaipa mfungo wa siku 7. Ranama, neema yako iwepo Bwana, mkono wako uwepo Bwana, shuka mwenyewe Jehova. God will not align on your will. He will always align in his will.
Unaona kwa nini hakuna makofi kule? Hawataki hilo. Hawataki hilo. Wanataka wafunge eti kwenda kumlazimisha Mungu apite barabara yao. Mungu hatapita barabara yako. Ezra akasema tukajinyenyekesha ili kutafuta kwake njia iliyonyooka. Kwa unapoenda Mungu, ipe ndoa njia iliyonyooka. Sio Mungu njia iliyonyooka tupitie huku. Mungu hatapita na wewe, ni wewe unatakiwa upite na Bwana. Come on, pige Bwana Yesu makofi, glory. So don't try, usijaribu kutumia mfungo kama silaha kinyume cha Bwana eti abadilishe mapenzi yake. No. Mbona mmekuwa pole watumishi wa Mungu? Hello. 2026. So fasting is not attempting to change God to align on our will. But fasting make us to align on his will. Makofi kwa Yesu Kristo. Number 3, what is not fasting? Yaani ukifanya hivi ujue huo sio mfungo, utakuwa tu wewe umejishindisha njaa. What is not fasting? Fasting is not a religion weapon for season observation. Kufunga sio silaha ya kidini kwa ajili ya nyakati fulani za mwaka. Wengine dini zetu kwa zimetupeleka kwenye level kwamba ikifika tena huwa ni nini? Kwaresma Kwaresma tunafunga. Kwa hiyo is a religion weapon for season observation. Season gani? Kwaresma. Sasa mtanisamee. Kwaresma wangapi wanajua, yani ukionekana unakula nyama unaonekana kidogo ni mzaifu wa imani. Sasa nikana kahamka nyama kangu Mr. Derek. Unanunua nyama kipindi hiki? Niambia kani kipindi gani? Hiki kipindi Yesu alikufa usile nyama. Muulize mwenzio, wangapi mshakutana naye? Sio mshakutana naye, hata sasa hivi tu kikanyaga Kwaresma amgusi nyama. Wapo wengine bado huko. Wengine wanafunga kwa sababu ya religious seasons. That's not fasting. Bwana asifiwe. Kuna mtu anabarikiwa hapa. Nasema kuna mtu anabarikiwa. Mambo muhimu fungapo. Namba 1. Mambo muhimu ufungapo. Mambo muhimu ufungapo. Mambo muhimu. Important thing when you fast. Don't fast to impress people, but impress God. Usifunge kuimpress manake nini? Naam? Kufurahisha. Au yes, don't fast to impress people. Umepoteza huo mfungo. Na hii inaungana na don't fast to boast before men. Usifunge ili kutamba mbele ya watu. Mimi saizi nina siku ya 100. Mwambie wenzio nina siku ya 100. Yaani ni kama unatutishia tu kiroho tukuone ulivyo babu kubwa. Hatutakuona babu kubwa sababu una siku 100. Tutakuona babu kubwa utapoona matokeo ya siku 100. Wengine wanapiga siku 100 mlimani anakuja na mapepo badala Roho Mtakatifu. Kwa sababu alikuwa anapiga siku 100 atengeneze rekodi. Kwamba mimi kwenye wokovu nishafungaga 100. Nasema kufunga 100 sio vibaya. Lakini unapofunga 100 au unapofunga 40 au unapofunga siku 21 au unapofunga siku 3, make sure you don't fast to impress people. Fast kwa sababu unamhitaji Bwana. Wangapi ananielewa? Na hii tunaiona haraka kwenye kitabu cha Mathayo 6:16. Fanya haraka. Mathayo 6:16. Mathayo 6:16. Kwa nini nafundisha haya? Sitaki uharibu mfungo wako kwenye hii safari tunayoendea mwaka huu. Mathayo 6:16. Yesu anasema tena mfungapo. Huyu ni Yesu anafundisha mfungo. Tena mfungapo
msiwe kama wanafiki wenye uso wa kukunjamana. Sababu mkifunga mtaendelea na kazi. Unafika ofisini huko, sasa dada fulani, wewe hujui leo ni siku ya 5 pale NVC, tuko siku ya 5 leo. Kwa hiyo huko, kwa sababu unajua usipofanya hivyo watu watajuaje umefunga. Kwa lazima utafute gia, hata mtembeo unabadilisha. Tembea kama Nabii Elia, kuonyesha ulivyo deep. Mwambie kuonyesha ulivyo deep. Una siku ya 5. Yesu anasema mnafiki wewe. Mwambie mwenzio mnafiki wewe. Anasema mfungapo msiwe kama wanafiki wenye uso wa kukunjamana. Mwambie mwenzio nyoosha uso wewe. Mwambie mwenzio paka na mafuta usoni wewe. Sio umepauka hadi mdomo unanuka. Yaani ukiongea karibu na watu wanaondoka. Afu nasema pastor alisema mfungo unaleta nguvu za Mungu. Ona nikisogelea watu wanakimbia. Nguvu za Mungu. Unanuka mdomo. Mwambie mwenzio unanuka mdomo. Na lengo kwa nini upigi mswaki watu wajue umefunga? Kwa nini upaki mafuta uso mpaka umepauka? Watu wajue kwamba una siku ya 90. Biblia inasema mnafiki wewe. Kwa sababu unafanya to impress people. Unatafuta sifa mbele za wanadamu. Wapendwa, tufunge kutafuta sifa mbele za wanadamu. Tunafunga kwa sababu tunamtafuta Mungu atusaidie na kutupigania. Piga makofi kwa Bwana Yesu. Asema mnafiki wewe, maana hujiumbua nyuso zao. Kuumbua nyuso si unajua, unakuwa na long face huko. Ukiulizwa kitu dogo, hebu usinisumbue unajua mimi nimefunga. No, it's not true. Hujiumbua nyuso zao ili waonekane na watu kuwa wanafunga. Amina waambia wamepata thawabu yao. Thawabu yao ni ipi? Ile watu tu kujua wamefunga ndo thawabu. Can you imagine unapiga siku 21 alafu watu wajue tu umefunga ndo majibu. Tunatafuta majibu makubwa kuliko hayo. Mpe Yesu makofi. Hapo nimefundisha point namba 2 na namba ya kwanza na ya pili ya kwamba mambo muhimu fungapo. Na mambo muhimu ufungapo lingine, ukifunga wekeza muda kwenye maombi na kusoma neno. Mfungo usiokuwa na maombi, huo sio mfungo, huko ni kushinda njaa. Kuna watu wanafunga analala. Yaani mwingine anameza na Piliton. Yaani akija kushtuka hivi nding saa 12 kasoro 10. Anasema kuna uji. Hajaomba, hajasoma neno. That is not fasting. Wangapi wanaelewa ninachokisema? Kufunga lazima kuhusishe kuomba. Tena thoroughly prayer. Zakatatata, rikatatata, yekalakapasaka, rikandokapa. Nyosha mkono wako Bwana. Kufunga lazima kuhusishe kuomba. Kufunga lazima kuhusishe kuomba. Kufunga lazima kuhusishe kuomba na kusoma neno. Na kusoma neno. Na kusoma neno. Na kusoma neno. Kama unataka kuona mfungo wenye mafanikio, you must pray in your fasting. You must engage prayer in your fasting. You must engage reading of the word of God vigorously. Unasoma vigorously. Utaona matokeo ya mfungo wako. Wangapi wananielewa? Mhubiri 9:10 nasema lolote ambalo mkono wako upata kufanya lifanye kwa bidii. So fasting lazima ifanyike kwa bidii. Bidii ya kuomba na bidii ya kusoma neno katika mfungo wako. Mfungo usiokuwa na neno la Mungu huo sio mfungo. Mfungo usiokuwa na maombi huo sio mfungo. Hiyo umeamua tu kuandamana kwa njaa kwamba nimegoma kula. Kufunga bila kuomba na kusoma neno huo sio mfungo, huo ni mgomo wa chakula. Mwambie jirani yako tafadhali angalau sio umegoma chakula. Mwambie angalau sio usiende kugoma chakula. Funga. Funga. Na mfungo lazima usishe kuomba.
na usishe kusoma neno la Mungu. Amen. Kwenye kitabu cha Mathayo 17:21 utaona Yesu anasema, namna hii haitoki ila kwa kusali na kufunga. Ile neno kusali ni kuomba. Ila kwa kuomba na kufunga. Kwa kuomba na kufunga. Mpendwa, hii inaitwa prayer and fasting. Not only fasting. It is prayer and fasting. It is prayer and fasting. Make sure you are fasting imehusisha, imeengage prayer. Anasema kwa kuomba na kufunga. Kwa kuomba na kufunga. Kuna watu wanafunga tu aombi. Anafunga na analalamika, leo siku haiendi, masaa mbona kama hayaendi leo. Badala kuwekeza kwenye kuomba, anasema vipi, imefika saa 8, imefika saa 8. No. Mwambie mwenzio no. So lazima uwekeze kwenye kuomba. Ndio maana kila siku ya mfungo wetu tutakutana hapa kanisani kuomba, kanisa zima kwa pamoja. Yes, kila siku ya Mungu. Jumatatu, Jumanne, Jumatano, Ijumaa tutakuwa tuna mikesha. Alafu Jumapili tutakuwa tuna neno na tuna maombi. Kumake sure kwamba mfungo wetu umehusisha kuomba. Kwa sababu anasema ni kuomba na kufunga, sio kufunga tu. Hiyo ni moja. Hiyo itakuwa ni kila jioni. Lakini ukiacha kila jioni, una muda wako binafsi. Amina. Asubuhi amka omba. Si maombi utakuwa nayo. Kitabu cha mwongozo wa maombi utakuwa nayo. Omba asubuhi. Kazini kule, ule muda wa lunch ambao wenzako wanaenda lunch, wewe uendi lunch kwa sababu umefunga. Tumia huo muda. Omba. Are you listen to me? Yes, so it's very important. Mambo muhimu unapokuwa umefunga, lazima usishe kuomba. Jambo sijui la 4 au la 5, jambo la muhimu ukiwa umefunga, don't break carelessly. Usimalize mfungo wako kizembe. Wengine wanapata matatizo ya kiafya. Mtu amefunga, mtu amefunga siku 3, hajala. Hivi unajua system ya mwili inakuaje? Unakuja kushindilia dona. Siku 3 umemaliza ile unamaliza unaanza na dona, ugali mgumu hivi. Manake you are breaking your fast carelessly. Unaweza ukaharibu afya yako. Wangapi mnaelewa? Unaweza ukaharibu afya yako. Kwa hiyo make sure kila baada ya kufungua usianze na vyakula vigumu. Kunywa hata kachai karangi, hata kama ni kamaziwa, kulingana kila mtu na uwezo wake. Na angalau kiwe kitu cha vuguvugu. Kiwe kitu cha nini? Wangapi mnanielewa? Nisikilizeni. Msikilize na waeleza. Nimeona watu wengine wanaharibikiwa huko mtaani. Ule kitu angalau cha vuguvugu. Chemsha hata kachai kako, kunywa kwanza. Usio maji la baridi kwenye friji kudu. Kuna mtu alifungaga siku sijui ngapi bila kula kunywa. Kutoka hapo maji kwenye friji kudu. Alitokezea karibia mochwari. Yaani kidogo tu mlango mochwari. Wangapi mnanielewa ninachosema? Kwa hiyo don't break your fast carelessly. Usimalize mfungo wako ovyo tu. Hata kama unajua kuna watu wakitaka kufungua, yani kufungua ni kama anafidia. Kwanza anzia asubuhi. Sababu asubuhi alipoamka alikuta siku hiyo ni chai ya mayai. Asema mniachie. Sababu kweli amezamiria kufunga, hataki kufungua. Kwa hiyo anambia mniachie. Mara mchana wali kuku, niachieni. Sasa kwenye kufungua jioni, mwambie mwenzio kwenye kufungua jioni, anaanza na futari. Anapiga futari. Anaomba na yai lake la asubuhi. Anapiga. Anaomba na wali wake wa mchana. Anapiga. Na kuna wale, unajua Ukristo hatuna daku Sio nasema pastor amesema kuanzia tukiamka asubuhi tusile, nitamuonyesha. Saa 10:30 shapata ugali wa dona.
listen to me. You are fasting for your glory. Amen. Kwa hiyo usijishindilie. Uache mwili uwe light. Kama utakunywa kombe chako cha uji, it's okay. Subiri jioni, ile wakati wa kula chakula cha jioni, lala, tuendelee na maombi. Sawa sawa? Usirundike vyakula vyote. Kwamba Mungu ajalie saa 12 ifike. Ukienda kwenye sherehe, unaambia nifungieni kabisa kabisa. Utapata majaribu bure. Am I preaching here? Na mwisho, don't fast without spiritual engagement. Spiritual exercise engagement. Usifunge bila kuwa na active spiritual exercise engagement. Usifunge bila kuwa na vile, yani bila kufanya. Usifunge na huku aufanyi vitu vya muhimu vya kiroho ambavyo ni vipi? Ni neno na maombi. Matendo 6:4. Matendo 6:4 sema nasi tutadumu katika kuomba na kulihudumia neno. Make sure kwa gharama yoyote unapofunga, soma neno, wekeza kwenye maombi, na naona mfungo wako unaleta matokeo katika jina la Yesu Kristo. Mtu mmoja asaidie kusema amin. Amplifier or booster of fasting. Booster, vitu vinavyo boost fasting yako iwe smooth. Vitu vinavyo kuboost nini, Pastor Jaffe? Vitu vinavyochochea mfungo wako uwe na nguvu. Vitu vinavyochochea mfungo wako uwe na nguvu. Namba 1, worship, kuabudu. Kuabudu, praise and worship. Hii sio lazima wana praise wa kuendesha. Hata ukiwa nyumbani kwako, ni muda wako wa kuomba. Umeingia chumbani kwako, anza kumsifu Mungu, anza kumwabudu Mungu. Hakuna Mungu hauhitaji MD, hauhitaji calling. Hakuna kama unapojiachilia kwenye kumsifu Mungu, unapojiachilia kwenye kumwabudu Mungu, kuna nguvu za Mungu zinaachiliwa kwenye mfungo na maombi yako. Sema amina. Na hilo tunaliona kwenye kitabu cha Matendo 13 mstari wa 2. Fanya haraka. Matendo 13 mstari wa 2. Matendo 13 mstari wa 2. Jambo la pili, Matendo 13 nasema hawa walipokuwa wakimfanyia Bwana ibada na kufunga. Unaona ni vitu viwili vimeunganishwa. Wanamfanyia Bwana ibada na kufunga. Wanamfanyia Bwana ibada na kufunga. Hii ibada inaongelewa hapa. They were worshiping the Lord. Walikuwa wanamwabudu Bwana. Walikuwa wanamsifu Mungu. Kwa hiyo mfungo wako changanya na booster ya kumsifu Mungu, ya kumwabudu Mungu, na utaona nguvu za Mungu zinafanya kazi kwenye safari yako ya mfungo wa siku 21. Booster ya pili ni nadhiri. Booster ya nadhiri na dhabihu inaitwa vow and sacrifice. Kichocheo cha nadhiri na dhabihu. Hizi ni siri tunazokupa, zimetusaidia. Kichocheo cha nadhiri. Kuna gia inaitwa gia ya nadhiri. Hii ni gia kubwa na Mungu anaheshimu nadhiri. Utaiona kwenye kitabu cha Samueli wa kwanza sura ya kwanza mstari wa 11, utaruka 17 hadi 18. Hiki ni kipindi Hana alibidi aunganishe maombi yake na gia ya nadhiri. Akamwambia Mungu, ukinipa huyu mtoto naye kuomba, ukinipa, nimekuwa tasa miaka mingi, ukinipa mtoto nitamtoa awe kwako. Hiyo kwa ni nadhiri, na Mungu anaheshimu nadhiri. Kwa hiyo jifunze gia ya nadhiri katika booster za prayer. Sio lazima uweke, mimi nakufundisha tu kwa jumla, lakini ukiona kwamba ni jambo unalotaka kwenda nalo, Mungu, ukinifanikisha hii biashara nitafanya hiki. Hiyo ni booster ya nadhiri na dhabihu. Dhabihu ni sadaka. Unaweza ukachanganya mfungo wako na sadaka. Sasa haya hakuna mtu wa kukueleza, kwa sababu hatuwezi kuwa tunatangaza
Inawezekana kila anachokisikia moyoni ya Deriki sicho anachokisikia moyoni Sky. Wangapi ananielewa ninachokisema? Wangapi ananielewa ninachokisema? Kwa sababu zingine uko kwenye mfungo wa siku 40 au 21, ghafla ndani yako unasikia msukumo wa kuunganisha na sacrifice, kuunganisha na sadaka, kuunganisha na nadhiri. Hiyo ni booster ya kufunga na kuomba. Namba tatu. Midnight prayer. Maombi ya usiku wa manane. Midnight prayer. Kipindi cha mfungo na kuomba, maximize your time. Tumia kipindi chako vizuri. Sasa mfungo, uko kwenye mfungo, unalala kuanzia saa 1 asubuhi hadi saa 1 nyingine, utafikiri uko kwenye mashindano. Utafikiri kuna kombe unalitafuta. Utafikiri labda kuna kombe utapewa. No, invest your time in prayer. Ngoja niwaambieni kweli katika Kristo Yesu. Na waambieni siri. Maombi yote ni mazuri. Maombi yanasikiwa, lakini nakwambia kweli, kuna utofauti wa maombi ya kipindi cha mchana na maombi ya usiku. Maombi ya usiku biblically, siongei kiuzoefu, biblically yana nguvu ya kipekee kuliko maombi ya mchana. Leo sitafundisha hiyo shule, labda Mungu akinipa nafasi nitakupa sababu za kibiblia kwa nini maombi ya usiku they are more powerful kuliko maombi ya mchana. Na sababu yake kubwa imelala kwenye kitu kinaitwa sacrifice, dhabihu. The more you sacrifice yourself, Mungu anaheshimu dhabihu kuliko kawaida. Kwenye Zaburi 50 anasema, nikusanyeni wacha Mungu wangu waliofanya agano nami kwa dhabihu. The more kuna gharama unalipa, huo ulimwengu wa roho unaheshimu gharama kuliko unavyoweza. Gharama ya kuomba mchana na usiku ni vitu tofauti. Tuulize, mwambie mwenzio tuulize. Gharama ya kuomba mchana ya saa 8 uamke. Yaani unaamka sasa, si nilale kidogo kwanza. Mwisho unasema hapana, naenda kuomba. Hiyo gharama inaheshimiwa na ulimwengu wa roho. Kwa sababu ulimwengu wa roho, the level of manifestation of your power is determined with the level of sacrifice you are giving in the spirit. Hawajaelewa. Acha nirudie. Kwenye ulimwengu wa roho, the level of manifestation of spiritual power, kiwango cha udhihirisho wa nguvu za kiroho, unaamliwa na kiwango cha dhabihu unaulipa kwenye ulimwengu wa roho. Hiyo ni kanuni ya ulimwengu wa roho wote, wa nuru na wa giza. Nilikwambia mfano, ukienda upande wa giza, ukiona umeenda sehemu unaomba nguvu za giza kule, ukaambiwa ulete kuku, ujue ni kanguvu kidogo unapewa. Ukiambiwa mbuzi, ujue hiyo nguvu yake ni kubwa kuliko ya kuku. Ukiambiwa ng'ombe, ujue ni nguvu kubwa zaidi kuliko ya kuku. Kuna level ya nguvu ukitaka huko, anakuambia hii level hata ulete ng'ombe 100 itakiwi, tuletee mtu. Kashika hata chizi njiani tuletee. Kuna level ukitaka kufika, anakuambia kushika watu wa watu hii hapana, katuletee wa kwako. Uume. Is a principle. Watu hawajajua kwenye ufalme wa nuru. Wanafikiri unaweza kutembea na nguvu za Mungu. Unatembea na nguvu za Mungu, you are paying zero cost. Ngoje niwaambieni, nguvu za Mungu kila mtu amepewa in Christ Jesus, lakini sio kila mtu katika Kristo Yesu ana manifest the level ile ya nguvu za Mungu. Hivi Consolato, unanielewa? Nimesema hivi, ulipookoka ulipewa 100% nguvu za Mungu. Yaani wewe ni power bank, lakini zinajidhihirisha sio kwa sababu zipo tu, zinajidhihirisha kwa kiwango ambazo zinaruhusiwa kujidhihirisha, na zinaamliwa na kiwango cha dhabihu unayolipa in the spirit. Naombea mtembee na nguvu za Bwana. Naombea mtembee na neema ya Bwana. Moja ya dhabihu ni kufunga na kuomba. Kufunga ni sacrifice, ni dhabihu ya kiroho unayotoa ili kuzitibua nguvu za Bwana, kutibua manifestation ya utukufu wa Bwana, wa nguvu ya Bwana, wa msaada ya Bwana. Piga kelele amen.
Ndio maana unaweza kuwa umeokoka hata miaka 200 lakini ni mkavu, huna lolote nalotekea. Sio kwa sababu hujaokoka, sio kwa sababu kwamba nguvu za Mungu hazipo, ila ni kwa sababu you are not paying. Haulipi ile gharama inayohitajika kuzitibua hizo nguvu, kutibua ule utendaji wa Mungu kwenye maisha yako. Are you following? Sema kwa jina la Yesu, nitatibua utendaji wa nguvu za Mungu, utendaji wa msaada wa Mungu, utendaji wa mkono wa Mungu. Nitatibua udhihirisho wake kwa kulipa gharama ya kufunga na kuomba. Wapendwa, kama Yesu hakuweza kutembea na nguvu na msaada wa Mungu bila kufunga na kuomba, good luck hataweza. Yesu alizaliwa kimiujiza, acha mimi nilizaliwa na kina Masawe. Yesu anazaliwa mimba tu inatungwa kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Lakini it was not excuse. Biblia inasema Roho alimchukua akampeleka nyikani, akampeleka kwenye maombi ya siku 40. Miaka 30 Yesu alifahamika kama mtoto wa seremala. Baada ya maombi ya siku 40, Biblia ilibadilisha jina. Naona baada ya maombi haya, your name is changing. I say your name is changing. I say your name is changing. Wamezoea kusema ule dada ambaye ana mbele wala nyuma. Baada ya maombi haya watasema ule dada mwenye mbele na anajua na kuelekea. Walizoea kuita ule dada mchovu. Baada ya maombi haya watasema una ule dada aliyeinuliwa. Walizoea kukuita, wanakuita jina lako alafu mbele wanaweka na sifa yako, kama vile Lazaro au Bartholomayo yule kipofu, Lazaro yule masikini. Watafuta hilo jina la mbele, watakuita Lazaro yule aliyeinuliwa, watakuita Bartholomayo yule mwenye ushindi, watakuita Maria yule aliyoinuliwa. Piga kelele ime. Hey! Wapendwa, hatuwezi kuangalia maisha yetu yanaharibika kwa macho tunaangalia hivi tu. Lazima tuchukue hatua. Hatuwezi kuangalia familia zetu zinadorora zinaenda mpaka chini tunaangalia hivi tu. Lazima tuchukue hatua. Hatuwezi kuangalia uchumi wetu unaanguka, uchumi wetu umeganda sehemu moja miaka yote na bado tunasema Yesu anaweza. Lazima tuprovoke mbingu, lazima tuprovoke ulimwengu wa roho ya kwamba mwaka huu ama zao ama zetu, na mwisho wa siku zitakuwa ni ama zetu, kwa sababu sisi ni washindi na zaidi ya kushinda katika Kristo atutiaye nguvu. So I welcome you. Ninakukaribisha kwenye handsome, very handsome journey of prayer and fasting. Mwambie mwenzio ni handsome journey. Mwambie mwenzio ni beautiful journey of prayer and fasting. Amen. Tutapokutana Jumapili ijayo, leo itoshe, nitakufundisha faida zako. Ninazo 15 nimeandika kwenye kitabu. Haya yote niliyokufundisha, the good news, nimekuwekea kwenye kitabu utakachonunua. Kwa hiyo kwa lugha nyingine hapa nafundisha kitabu cha 2026 na kina faida 15 za kufunga na kuomba. Wangapi anasema pastor hiyo tupeleke wiki ijayo? Mkiniuzi nitapeleka sasa hivi. Na watania naomba tusimame. Simama kwa miguu yako, simama kwa miguu. Are you blessed? Are you blessed? Wow. Huya na mashelana. Kuna neema ya kufunga na kuomba inaachiliwa sasa hivi. Yina masala na mandela na. Oh. Yaani ghafla niliposimama hapa nikasikia ndani yangu nawaachilia neema. Naenda kuachilia neema juu yao. Naenda kuachilia neema juu yao. Ya kwamba mpendwa, you will be so focused. Moja kitu cha msingi kwenye kufunga, be focused. Thank you Jesus. Hebu kabla mjaimba, naomba mkiwa umesimama tu namna hii, sio kwa Roho Mtakatifu ananiambia hata kama umefunga usiache kuambia hili. Usiache kuambia hili.
sababu kuna watu wengi wanakosea sana na wanaishia wanafunga siku 21, funga siku 40, hawapati full utilization kile Mungu alichokusudia, kwa sababu kuna baadhi ya vitu vidogo vidogo wanavikosea. Naomba tu ukiwa umesimama hapa. Hello. Ukiwa umesimama na kutajia vitu 6. How to maximize the fast. Namna kufanya mfungo wako uwe bora na matokeo, si ndio? Number one. Uwe na objective. Fast with goal. Funga kwa malengo. Amina. Si unajua maana kufunga kwa malengo? Uko focus. Mfungo wako uko focus. Mfano hapa mimi nilikuwa naambia tapasa na vitu vyangu vingine ni kwenye huduma. Niko so focus navyo kwamba mwaka huu, mfungo mwaka huu, haki ya nani? Hii kona lazima nimuone Bwana. Amina. Funga kwa malengo. Funga kwa focus. Amina. Utaikuta Danieli 9:1 hadi 3, utasoma kwa muda wako. Uwe focus. Sio mtu anakuuliza mmefunga mmefungia nini? Basi unafikiria hata najua. Pastor yetu ametuambia tufunge bana. Yatakushinda. Mwambie mwenzio atakushinda. Kaa tulia ndani. Kwa sababu hatufanani. Najua tuna maombi ya jumla kweli ambayo tutaomba, lakini kuna focus Mungu atakuwa anaweka ndani ya kila mtu. So fast with focus. Sasa zingine mimi nafunga, focus yangu inahitaji power tu. Focus. Chochote kikipewa focus kinaleta matokeo. Unaona ili jua ukiweka karatasi hapo chini, karatasi haiwezi kuungua. Lakini unaomba ukichukua lens, sema lens. Ukaweka karatasi chini, ukanyanyua lens yako, ukaielekeza kwenye ile karatasi. Mwanga ni ule wa jua. Lakini kinachotokea ni kwamba lens inakusanya ule mwanga wa jua, ina ufocus kwenye karatasi na karatasi inaungua. That's the power of focus. I said that's the power of focus. Mwambie mwenzio focus. Mwambie 2026 focus. Pastor ni focus nini? Tafadhali focus mambo 3 makubwa ya kwanza. Mengine utajua mwenyewe. Number 1, focus kumjua Mungu. Focus kumjua Mungu. Number 2, focus kuwa hodari katika kila kona ya maisha yako. Number 3, focus kuwa na matokeo makuu. Si ndio neno la mwaka? Focus kuwa mtu wa matokeo makuu. Usiwe mtu mwepesi. Be a man of heavy results kila kona maisha yako. Kwa hiyo focus sasa na neno la Bwana. Labda na mengine ambayo atakuwa kwako binafsi. Hata kitabu chetu cha maombi kimeandaliwa kwa focus. Sawa? Amina. Hilo la kwanza. Namba 2. Jambo la pili unapoomba, ili nishalisema lakini nikutajie tu. Feast in the word of God. Ogelea katika neno la Mungu. Biblia inasema 40:31 Isaya, wamngojeao Bwana watapokea nguvu mpya. Who is Lord? Who is Bwana? Yohana 1:1. Hapo mwanzo kulikuwa kwa Mungu. Naye Mungu alikuwa hapo mwanzo kulikuwa kwa neno. Naye neno alikuwa kwa Mungu. Naye neno alikuwa Mungu. So the word of God ndiye Bwana. Unasema wamngojeao Bwana, maana yake ngojea kwenye neno. Soma neno, utapokea nguvu. Namba 3. Yako 6. Namba 3. Ili kuhakikisha maombi yako yamekaa vizuri, focus, wekeza kwenye neno. Namba 3, vigorous engage prayer session. Yaani kwa nguvu sana hakikisha unahusisha vipindi vya kimaombi. Maana yake omba. Mathayo 17:21. Jambo la 4. Maintain minimum distraction. Au kwa lugha nyingine, jiepushe na vikwazo. Sema jiepushe na vikwazo.
distraction ndio vikwazo pastor. Vile vitu vya kukuondoa kwenye mstari, jiepushe navyo. Kwa hiyo mara nyingine, saa zingine punguza hata visafari vyako. Uko kipindi cha maombi, hebu tengeneza mazingira kimaombi. Amina. Kama sio lazima uende, usiende kwenye hilo jambo. Hapo una maintain minimal distraction. Si ndio? Acha kupita asubuhi. Dada Lema, salama. Liana kusalimia tu. Hapo unajitafutia nini? Vitu vya kukutingisha. Mtu anaweza akakutukana hata njiani, siku ikaharibika. Jiepushe na mazingira na vitu ambavyo vinaweza vikatingisha mfungo wako. Wangapi amenielewa? Narudia. Be focus. Jiepushe na distractions. Umetoka kazini, direct nyumbani. Kama kuna jambo la kuliendea, nenda direct. Acha mambo mengine. Bwana asifiwe. La 5 afu la 6 la mwisho. Hakikisha wakati wa maombi unaufungua moyo wako kusikiliza maelekezo ya Mungu. Hiyo kujiepusha na minimum distraction hizo ni Mwanzo 32 mstari wa 24. Inasema and Jacob was alone with God. Was alone. He was left alone with God. Hebu eka 32 mstari wa 24. Mwanzo. Jacob was left alone with God. Jifunze kuwa alone with God. Kibidi hata simu, punguza baadhi ya vitu vingi. Yakobo akakaa peke yake na mtu mmoja akashindana naye mweleka hata alfajiri. Yes, Yakobo focus yake it was only God. Asema akakaa peke yake, akana shindana na Mungu mpaka asubuhi. Hiyo kushindana kwa Mungu kwa lugha 7 nasema he was into prayer. Yeye tu na Mungu, yeye na Mungu. Alijiepusha na vitu vingine. Amen. Wangapi amesikia? Sasa la 5 alafu la mwisho. La 5 nimesema hakikisha unaufungua moyo wako kusikiliza maelekezo ya kimungu. Kwa sababu Mungu atakuwa anasema mambo mengi sana kipindi hicho. Zaburi 85 mstari wa 8. Niweke pale Zaburi 85 mstari wa 8. Zaburi 85 mstari wa 8. Zaburi 85 mstari wa 8. Na nisikie atakavyosema Mungu Bwana, maana atawaambia watu wake amani, naam wataua wake pia, bali wasirudie. Asema moja kitu ambacho ninatamani, ukiona kule kwa mbele kule juu utaona alikuwa ni swala la kimombo. Asema moja lengo langu nisikie what God shall speak. Amina. Moja tamanio lako, tamani kusikia ni nini Mungu atasema na wewe. Amina. Lakini ukienda Isaya 58 mstari wa 8, tasoma kwa muda wenu. Anasema, kumbuka Isaya 58 mstari wa 6 anasema swaumu ni itakayo ndo hii. Mstari wa 8 anasema ukishafunga namna hiyo, moja faida, kutakuwa kuna break up of light. Anasema ndipo nuru yako itakapopambazuka kama asubuhi. Maana yake kuna vitu Mungu atasema na wewe, bam, it will change your life. It will change safari yako. Sema amina. Jambo la mwisho. Hii ni heavy, hujakaa kuisikia. Wengine mnaisikia leo. Avoid the distraction of too much talking. Talkativeness is a leakage of power. Jiepushe na kuongea sana. Utashangaa yako maandiko ya kutosha. Yaani wewe umefunga lakini uko pepe. Uliona Nigeria jana? You are leaking power. Ufungi mdomo. Jiepushe
na kizingiti cha kuongea sana, too much talking. Ukianza kutembea na Mungu, utajua Mungu anapenda watu wa kimya. You are talking too much. Ndio maana watu wote anointings kiwakalia, kinachofuata wanakuwa watulivu on the spot. Kwa sababu anointing haitaki too much talking. Muulize mke wangu, tunakaa nyumba moja, kuna kipindi nagoma kuongea. Ndio maana ukiolewa na watu kama sisi na yenyewe ni shughuli. Unashangaa naamka tusiongee. Kuna wingu limenikalia kiasi kwamba I don't want to talk. Na yeye kwa sababu tumeshaishi sana, anajua jamaa huyu sio tena baba junior. Huyu ishaenda kwenye mtumishi. Gia imebadilika. I don't talk. Ukana mtumishi kama kina mzee Mwakasege, kuna kipindi mnaweza mkaongea sana. Unashangaa kwenye kipindi anaongea kwenye huduma. Mzee. Saa zingine hata kushikana mkono hatutaki. Talkativeness is a leakage of power. Kama nafikiri natania, wewe umepiga maombi yako vizuri, afu nenda kakae kijioni piga soga. Ukimaliza sile soga unajisikia kama uko mtupu. Mangapi shaiko na hiyo? Maana yake kuna lot of linking. Kuna nguvu nyingi zimepotea za kiroho, inashangaza kutokana too much talking. Kwa hiyo wakati wa mfungo avoid distraction ya too much talking. Mtu atasema pastor amewafanya watu wake siku hizi waongee. Maandiko matatu haraka haraka. Number 1. Mnakumbuka kipindi cha Yeriko? Kuangusha Yeriko. Mungu alitoa instruction kwamba wazunguke mara 7 na wanyamaze kimya. Kwa sababu kila tuzunguka tunafanya accumulation of power. Mtu asiongee. Kiongea kutakuwa na leakage of power. Na Yoshua akasema tunazunguka nisisikie mtu ameongea. Sasa unajua kuna wanazengo wazee wa story wakuwa naumia. Hilo la kwanza, andiko la kwanza, najua mnalijua. Amen. Mnakumbuka Elisha na Gehazi? Mtoto amefariki. Elisha ametoa taarifa. Gehazi akamwambia chukua fimbo ya nabii, nenda kamwekea mtoto. Ukikutana na mtu yote njiani msisalimiane wala usongee naye. Sio na fimbo. Mzee amenituma bana, amenituma. Amenipa na fimbo. Hii fimbo wasio mchezo, mzee akiwa nayo. Ngoja niende nitarudi, nikukuta hapa sawa mwambie mzee. Elisha akamwambia ukikutana na mtu hata kumsalimia usimsalimie, funga mdomo wako. Alikuwa anamfundisha siri ya kiroho ya kwamba in the spirit swala kuongea sana takiwa. Mnakumbuka wanafunzi wa Yesu? Biblia inasema akachukua wanafunzi akawatuma. Akamwambia msibebe mkoba, msibebe hata pesa ziada, na mkikutana na mtu njiani hata msimsalimie. Hivi kama mtu hata kumwamkia umwamkie, utaanza naye story. Yesu asema hata kumsalimia usimsalimie. Kwa nini? Alikuwa anaondolea distraction of. Watu wengi wamepoteza nguvu za Mungu. Haya mambo naongea kama kuna watu ni serious na Mungu ananielewa vizuri. Watu wengi wamepoteza nguvu za Mungu kwa kuongea too much. Unaongea sana. Unajui kwamba kuna leakage of power through talking too much. Wangapi wananielewa? Kwa hiyo avoid huo mtego. Na adui anaweza hata kukuingiza humo. Ukiwa umefunga hata kwa ofisini, ongea yale yanayotakiwa ya kimsingi ya kiofisi, mengine basi. Usijiingize kwenye mavikundukundu yasiokuwa na maana. No, concentrate, be focused na utamuona Mungu. Nyanyua mikono yako, mshukuru Bwana. Mshukuru Bwana, mshukuru Bwana. Hayo maandiko matatu yatafute kwa muda wako. Naamini wote ni watu wa Biblia. Mnayajua. Mnaona mara 3 watu wanakatazwa kwenye Biblia, na sio hapo tu. Hata baadhi ya maeneo mengine unasikia wanasema nyamazeni. Watu wananyamazishwa kwa sababu talkativeness ni leakage of power. Sema amina. That's why sometimes I don't want to talk too much.
nataka kuhifadhi nguvu nilizonazo siweze kumsaidia katika safari. Na also spend mtu anakuja ananiongelesha too much, sababu also there is a lot of leakage of power. Nyanyua mikono yako muadhimishe Bwana. Nataka uombe neema. Uombe neema. Neema ya kukusaidia kwenye safari hii ya mfungo wa siku 21. Fungua kinywa chako, anza kuomba, anza kuomba. Yena mashala na mandela na. Yena mashela ndarana na masala. Iko neema inaachiliwa, iko neema inaachiliwa. Oh, hatutaki kufunga kwa hasara. Hatutaki kufunga kwa sababu ni desturi. Tunataka tufunga tumuone Bwana. Bwana, tunaomba neema yako. Oh God, we ask your grace. Tunaomba neema yako Bwana. Shila na na mandala. Jiachilie mbele za Bwana, anza kuomba. Mwambie Bwana, najikabidhi mikono mwako. Commit yourself to the Lord. Jikabidhi mikono mwa Bwana. Hebu kila mmoja jikabidhi mikono mwa Bwana. Mwambie Baba, nakabidhi roho yangu mikono mwako. Nakabidhi nafsi yangu mikono mwako. Nakabidhi mwili wangu mikono mwako. Bwana, ninaomba neema yako. Ninaomba msaada wako. Ninaomba nguvu zako zikawe juu yangu. Rela na mashakatapaya. Yekana mashela ndara. Relelelele moshekataya. Rika posekando. Roko shekataya. Endelea kuomba neema Bwana. Neema Bwana iko hapa, neema Bwana iko hapa. Lazima kieleweke mwaka huu. Nitafunga mpaka kieleweke. Nitafunga mpaka kieleweke. Mandira na mashala darara. Sema Bwana Yesu. Toa sauti, sema Bwana Yesu. Ninakushukuru kwa kunileta 2026. 2026 ni majira yangu mapya. Na ninajua kwenye kila majira mapya nahitajika Mungu kwa upya. Nahitajika Mungu kwa upya. Kwa hiyo majira mapya yanadai maombi. Maombi. Na mie Bwana nimechagua kuyaanza majira mapya kwa maombi, kwa kutafuta uso wako, kwa kufunga na kuomba. Bwana, ninajikabidhi mikononi mwako. Nakabidhi roho yangu. Nakabidhi nafsi yangu. Nakabidhi mwili wangu. Nakabidhi kazi zangu. Nakabidhi ofisi yangu. Nakabidhi kila kitu kinachonihusu mikononi mwako. Vikae chini ya nguvu zako. Vikae chini ya uweza wako. Kipindi hiki cha kufunga na kuomba, Bwana, ninaomba neema yako. Ninaomba neema yako. Ninaomba nguvu zako. Ile nguvu iliyokuwa ndani ya Yesu akafunga siku 40 na akapata matokeo yasiyo kawaida. Bwana, nipe hiyo nguvu. Bwana, nibatize na hiyo nguvu. Bwana, nibatize na hiyo neema kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Ile neema iliyosaidia mitume, iliyomsaidia Yesu, iliyosaidia kina Elia kufunga na kuomba. Bwana, hiyo neema iwe juu yangu. Iwe juu yangu. Iwe juu yangu. Kwa jina la Yesu. Nyanyua mikono yako, nguvu za Mungu zinaachiliwa hapa. Father, I pray. Tunaingia kwenye safari hii. Na sio safari ya lengo la kushinda njaa. Ni safari ya lengo la kuona uso wako mwaka huu. Ninaomba kila aliyenyanyua mikono yake juu, na mimi nikiwa hapa mbele madhabahuni, naomba kwa jina la mtakatifu wako Yesu, ila neema kufunga na kuomba Bwana, hiyo neema iwe juu ya kila aliyenyanyua mikono yake juu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Pokea hiyo neema. Pokea hiyo neema. Pokea hiyo neema. Pokea hiyo neema.
Pokea hiyo neema, pokea huo uwezesho, pokea hiyo nguvu, pokea huo uwezo, pokea hiyo kiu, pokea hiyo njaa, pokea hizo nguvu kwa jina la Yesu. Thank you, Jehovah.